Habari ya saizi. Leo tutakuwa tukizungumza kuhusu magonjwa yasiyoambukiza na madhara ya magonjwa yasiyoambukiza kwa wanadamu. Kwanza, magonjwa yasiyoambukiza ni nini? Magonjwa yasiyoambukiza ni magonjwa ambayo hayaambukizwi kutoka kwa mtu mmoja ama kwa mwingine. Ni magonjwa ambayo anakuwa nayo mtu mmoja. Na haya magonjwa kwa kawaida ni magonjwa yanayodumu. Magonjwa haya ni kama magonjwa ya kisukari, magonjwa ya shinikizo la juu la damu, magonjwa ya kansa, magonjwa ya moyo na magonjwa mengine mengi kama magonjwa ya akili pia ni moja kati ya magonjwa yasiyoambukiza. Na haya magonjwa kwa kawaida huwa ni magonjwa yanayosababishwa na mtindo wa maisha. Kwa maana ya kwamba matumizi mabaya ya chakula, unywaji wa pombe kupita kiasi, tabia bwete, kutokufanya mazoezi, tabia za kukaa tu, kwa ujumla tunaita tabia bwete. Lakini pia wakati mwingine yanaweza kusababishwa na ajali, lakini na mazingira mbalimbali ambayo mwanadamu anayapitia. Kwa mfano magonjwa ya akili ni magonjwa ambayo yanasababishwa na mazingira mbalimbali ambayo mtu anaweza kuyapitia. Lakini magonjwa haya ya mtindo wa maisha au magonjwa haya yasiyoambukiza ni magonjwa ambayo unaweza kabisa kuyaepuka. Ni magonjwa ambayo unaweza kuyaepuka kwa kurekebisha mtindo wa maisha, kwa kuzingatia ulaji ulio bora, lakini pia kwa kuepukana kabisa na matumizi ya vilevi, matumizi ya sigara, lakini pia kwa kuepuka msongo wa mawazo, lakini pia kwa kuishi kwa kuzingatia mwenendo mzuri wa maisha. Lakini zipo dalili mbalimbali za magonjwa mbalimbali ambazo mtu anaweza akapata, na ukiona una dalili za namna hiyo basi usisite kuwahi kwenye matibabu, kwa sababu pia huko mitaani kuna maelezo mbalimbali ambayo yanaweza kukupotosha. Ukiwa kama mgonjwa wa kisukari, ukiwa kama mgonjwa wa pressure, ukiwa kama mgonjwa wa depression, yanaweza kukupotosha na ukaacha kabisa kwenda hospitali, badala yake ukawa unazunguka kwenye tiba mbadala. Tunashauri ikitokea una dalili zozote za magonjwa yasiyoambukiza, kwa mfano kama magonjwa ya kisukari, kuna dalili zake: kiu, njaa, kwenda haja ndogo mara kwa mara. Lakini pia kama unaumwa kifua, unasikia moyo unaenda mbio, basi kimbia haraka hospitali ili ukaangalie sasa ni kitu gani kati ya hivi tulivyovisema kinaweza kikawa kinakupata. Kama unavyojua, haya magonjwa ni magonjwa ambayo ni ya mtindo wa maisha, ni magonjwa ambayo huwa yakikuingia ni magonjwa ya kudumu na hayana tiba. Kinachofanyika ni kukusaidia wewe kuyaishi magonjwa haya katika njia ambayo itakusaidia uendelee kuwa na afya imara. Sasa unapaswa sana kuyaepuka haya magonjwa, kwa sababu magonjwa haya huwa matibabu yake ni gharama sana. Kama utashindwa kuishi mtindo mzuri wa maisha na ukayapata, matibabu yake ni gharama. Unaweza ukapata ulemavu, unaweza ukatumia hela nyingi sana kutibu, ukafilisika kwa sababu tu umeshindwa kuishi maisha yanayofuata mtindo bora wa maisha. Kwa hiyo tunashauri sasa ni namna gani ambayo mtu anaweza akaishi mtindo bora wa maisha ili kukwepa haya magonjwa yasiyoambukiza. Moja ni kwamba mtu anatakiwa azingatie ulaji ulio bora. Chakula chako, sahani yako inasema nini kuhusu wewe? Tupunguze matumizi yaliyopitiliza ya wanga na sukari, kwa sababu ni moja kati ya sababu inayoweza kupelekea magonjwa yasiyoambukiza. Lakini pia tuepukane na tabia bwete kwa kufanya mazoezi. Tufanye mazoezi. Mazoezi sio lazima ukimbie, mazoezi sio lazima unyanyue vyuma, hapana. Ni mazoezi madogo madogo ya tabia za kila siku za nyumbani. Lima, tembea, ukipata nafasi ya kuruka kamba, ruka kamba, kimbia, lakini muhimu ni kufanya mazoezi.
Lakini kitu kingine ambacho unaweza ukakifanya kuyakwepa haya magonjwa yasiyoambukiza ni pamoja na kukwepa kabisa matumizi ya pombe na sigara. Kwa kiasi kikubwa imeonyesha pombe na sigara vinachangia kwa kiasi kikubwa sana kwa mtu kupata haya magonjwa yasiyoambukiza. Kwa mfano kisukari, kwa mfano presha. Kwa hiyo tunashauri zaidi watu kukwepa kabisa matumizi ya sukari, ya sigara pamoja na matumizi ya pombe. Kwa kuhitimisha mazungumzo haya, mimi nikiwa kama shuhuda, mtu ambaye huwa nashinda hospitali na naona magonjwa haya ni gharama sana kuyatibu. Ni gharama mno. Kwa hiyo kwa sababu gharama ni kubwa ya kutibu haya magonjwa, kinga ni bora kuliko tiba. Ukiwa kwa bahati mbaya umeyapata, basi sio mwisho wa maisha. Tafuta huduma za afya zilipo, zinapatikana maeneo mengi. Hospitali yetu ya Tosamaganga, hospitali ya mkoa wa Iringa, hospitali zilizopo ndani ya Iringa. Unaweza kwenda ukapata matibabu mazuri sana kwa hicho ulichokipata kinachotokana na mtindo wa maisha. Lakini tafadhali sana, kinga ni bora kuliko tiba. Hivyo ni vizuri tukajikinga kabla haujaanza kutibu haya magonjwa, kwa kuishi mtindo bora wa maisha kama tulivyoelezea hapo awali, kwamba unatakiwa kufanya mazoezi, unatakiwa kuzingatia ulaji wako na kila kitu. Asante sana.